wa habari njema, viongozi wetu na waamini wote tulioshiriki siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo la kwanza, tunamshukuru Mungu ambaye kwa kweli amewezesha sio maadhimisho ya leo na mipango iliyohusu siku ya leo, lakini yale yote yanayohusu maisha yetu na utume wa kila siku. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote haya. Kwa pili, napenda kuwapongeza na kuwashukuru wanaparokia kuanzia na uongozi wenu paroko na watendaji wote kwa utume ambao unafanyika hapa, ambao kwa kweli unaonyesha mafanikio katika nyanja mbalimbali, uchungaji na maendeleo. Ukianza kwa haya leo, kwanza kwa kutayarisha hao ambao wamepokea sakramenti ya kipaimara. Hawa nadhani sio tu wameanzia kwenye kipaimara, ziko hatua za awali walizopitia, kuingizwa kwenye Ukristo, kuelewa, kupokea na komunyo, lakini baada ya hapo sasa leo wamepokea sakramenti ya kipaimara. Kwa malezi mazuri, leo mliwasikia wametayarishwa vizuri. Kwa hiyo hongereni sana. Hongereni wazazi pamoja na uongozi wa parokia kwa ujumla, lakini makatekista kwa namna ya pekee kwa kazi nzuri. Asanteni sana walimu wa dini. Tunawapongeza na watoto wenyewe au wale wote waliopokea kipaimara, sio wote watoto, kwa kushiriki mafundisho kwa usikivu na kwa kweli kwa kuwa tayari siku ya leo. Leo kwa kweli mmefurahisha. Inawezekana si wote, hata katika kutazama upande huu umewekwa vizuri sana. Wakati mwingine walimu, viongozi wanapanga, lakini nadhani timu kubwa ya wale walio kwenye utoto mtakatifu iko huko. Mara nyingi wako mstari wa mbele na upande fulani huko nyuma kidogo, ila nadhani wametayarishwa vizuri wote. Ninawapongeza, ninaomba msipoteze hicho ambacho mlipokea. Kuhusiana na hili upande wa wazazi, ninaomba mjitahidi kuwaruhusu hawa walio wadogo na wanaohitaji kupokea sakramenti mbalimbali katika kanisa wapate nafasi ya mafundisho, washiriki mafundisho yao sehemu zinazohusika ili watayarishwe vizuri. Tuwaruhusu wapate, tuwape nafasi, sio siku za mwisho, washiriki vizuri, baadaye watakuwa Wakristo wazuri. Hawa ndio tunapata TYCS wazuri, wakienda vyuo tunapata tena vijana wazuri mpaka mwisho. Baadaye katika nyanja mbalimbali watayarishe. Ninawapongeza waliotayarisha liturujia ya leo, nikisimamia upande wa parokia kwa ujumla. Kwa ujumla wote kanisa limechangamka, lakini utaratibu umewekwa vizuri wenye utulivu. Baada ya leo adhimisho limeenda vizuri sana, kiongozi na kwaya yetu na wale ambao wametumbuiza wakiongozwa na mwalimu Kijuu. Hebu naomba wasimame wote na mwalimu wao, naomba tuwatambue, tuwashangilie tena. Asanteni sana mwalimu Kijuu kwa kutumia karama hizo vizuri. Nilisema karama ni kwa ajili ya watu. Huyu angeficha karama hizo tungepata wapi haya? Asanteni sana na hongereni. Wale ambao hawako kwenye kundi hili, muwe na wivu pia. Wivu mzuri wakati mwingine mjiunge huko. Wivu uwepo, sawa? Na ninyi muonekane humu. Hawa wataonekana dunia nzima. Haya matangazo yanarushwa na yote yaliyotokea hapa yataonekana kila mahali. Utaonekana huyu fulani, huyu fulani, huyu fulani. Wewe huko. Wakati mwingine tuwepo. Baada ya kusema kwa upande wa parokia, lakini bado nikiongezea kwa ushirikiano na hasa ambao
umewezesha utume wa jimbo na wa parokia. Kwa kweli ninawapongeza. Nilisema ya kiroho, lakini kwa upande mwingine kwa maendeleo kama haya yanayohusu ujenzi wa kanisa. Mara ya mwisho wakati ule mlikuwa mbali. Kwa kweli uzuri wa kanisa umeonekana kutoka nje, ukiwa ndani unaonekana. Napungua tu nini? Viti. Hapa ndani ukiweka viti, kanisa hili litakuwa na sura nyingine tofauti. Kwa hiyo msitoke kamilizeni kazi pamoja na mengine ambayo yatahitajika katika madhabahu yetu, na yale mengine yaliyo katika mipango wa paroko pamoja na waamini, tunamwomba Mungu yatimizwe. Nimesikia katika risala mambo yaliyopangwa ya kisasa, yale mambo ya kisasa basi yote yatimie. Nimesikia kanisa la kisasa, kituo cha kisasa, sijui gari la kisasa. Tutasubiri hilo gari la kisasa litakuwa la aina gani, na mengine yote na mazingira ya kisasa. Asante sana. Dodoma imekuwa na tunavyoiona ukuaji wake, basi tunajitahidi kuhakikisha kwamba mnakuwa kwa kadiri ya mazingira yenyewe. Asante. Kwa upande mwingine, katika matukio yaliyohusiana na jimbo kwa ushirikiano, kila mara parokia inashiriki vizuri, lakini dekania kwa niaba ya wote waliohusika katika dekania hii katika kuchangia redio kuwezesha uinjilishaji hapa jimboni, kwa parokia hizi za hapa dekano, tunaomba tufikishe shukrani za jimbo kwa hao. Na washukuru wote hata hivyo parokia zote za jimbo ambazo kila mara zimeshiriki pamoja na watu binafsi kuwezesha utume wa redio. Kwa kweli nafasi ya redio jimboni ni muhimu sana. Mimi nawashukuru wananisaidia katika uinjilishaji. Nimesaidia kwa sehemu kubwa katika uinjilishaji wa kanisa, katika kupeleka neno la Mungu. Utume wa kanisa unaofanyika unasikika na unawafikia watu wengi kwa wakati mmoja, lakini habari zinazotakiwa za kanisa hata pamoja na mipango, sisi tunayo bahati ya kufikisha kwa haraka kwa kutumia redio. Zaidi ya hayo, kwa kutoa elimu inayohusu jamii, tumefaulu kwa kutumia redio hii. Sio hilo tu, katika masuala ya malezi kwa sehemu kubwa, vipindi vingine vimetusaidia kwa malezi, lakini vingine vimetusaidia kutuongoza yanayotukia hapa ndani na kwingineko. Hii ni kazi ya redio. Tunaitumia, iwe ni taarifa ya vifo, iwe ni taarifa yoyote ambayo ni muhimu. Redio hii ilikuwa muhimu kwetu, ikiacha hata habari za vipindi vile vya taarifa, lakini hata vingine vile vya burudani. Kwa kweli tumekuwa chombo muhimu. Ninashukuru kwamba tumeifanya redio yetu chombo chetu muhimu na tumekiamini. Kuna baadhi ya maeneo kama kuna ujumbe umetolewa na watu hawana uhakika, utasikia wanakuambia hivi, habari njema imesema kweli. Habari maana yake inaaminika, ikisema ni ujumbe wa kweli. Ninajua katika baadhi ya maeneo haisikiki vizuri. Sasa haya ndiyo yale ambayo tunayafanyia kazi kuyawezesha. Tunawashukuru waamini wote, wadau wote na wale wote ambao wameiwezesha redio hii, na wajumbe wale wa redio mlioko hapa pamoja na wengine wote, nawashukuru sana. Bodi haiyoko hapa, bodi ya redio ndiyo inayosaidia kila mara katika usimamizi pamoja na utendaji chini ya idara ya mawasiliano ya jimbo. Wote kwa majitoleo, kwa kutumia muda, kwa kutumia vipaji na karama, lakini pia kwa kuweka katika mazingira yaendelee kuichangia na kuiwezesha redio. Yako mengi. Michango yetu hii inagusa maeneo ya uendeshaji wa redio. Mle ndani kuna vifaa, kuna huduma zile za kawaida za ndani,
kuna wafanyakazi, kuna suala la umeme, wakati kuna usafiri, kuna kutayarisha vipindi, kuna kuwezesha wahudumu kwenda hapa na pale, yako mengi. Haya yote yanahitaji uwezeshaji wetu, lakini kuna gharama ambazo zinaumiza redio. Huko nyuma nakumbuka kwa ajili ya mahangaiko kwenye minara tuliomba tuchangie nini, generator, tukafanyia kazi hayo. Kuna wakati tuliomba msaada tuongeze chochote katika minara, mkasaidia, lakini tukaja kuomba tena kwa ajili ya wakati mwingine ile transmitter ya awali imeharibika, tukanunua, sio hela ndogo, kwa milioni 20 na kitu 25. Hivi vitu vyote ilikuwa ni kazi pamoja na wafadhili wachache wanaochangia. Sasa hivi siku za karibuni tuliomba kwa ajili ya sola, umeme wa jua, ili kupunguza gharama za umeme. Gharama ya umeme ya redio yetu kwa mwezi wakati mwingine inafika karibu milioni 6 mwezi mmoja, kwa sababu redio inafanya kazi masaa 24 na ina vifaa vingi. Wakati mwingine tunafikia huko milioni 6. Sasa hizo zinatokana na zile kazi wanazofanya, kuingia hapa na pale, mara wametoa tangazo fulani, mara mtu mwema amesaidia, mara gani, ndivyo wanavyoenda, na hapo lazima walipwe, wapewe angalau chochote, hata hatufikii viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo sasa hivi bado tunaendelea, nadhani ndio himizo la mwaka huu, himizo lililokuwepo mwaka huu, kwamba tupate pia umeme wa sola. Kwa sehemu ya ofisi tumefaulu tayari, lakini kwenye minara, ili kupunguza hizo gharama. Tukifaulu upande huo, basi hizi fedha zinazoenda huko zitapunguza pia, zitasaidia, zitawezesha ule uendeshaji ule rahisi, lakini na maeneo mengine. Sasa redio ina umri, hata vifaa pia vinahitaji vingine kubadilishwa, vingine kuongezwa. Kwa hiyo naomba tusichoke. Ninyi watendaji, tumieni karama, vipaji. Katika kipindi kinachokuja, ninawasihi siku zile za redio za kuhamasisha, mtumie muda vizuri pamoja na bodi, mweke mipango mizuri ya kuhamasisha kwa kuwepo pia, ili tuweze kufaulu kufikia malengo. Hapa leo tunazungumzia dekania kufikia labda milioni 10, lakini pia baadhi ya parokia kufikia milioni 2. Tungepanga na tukaamua kweli kwa moyo, hata kama sio kwa kiasi kikubwa, haya ambayo ni changamoto kwetu, haya tunaweza tukayafanikisha na kuyaondoa kwa muda mfupi. Hatujashikamana vizuri sana, tunasaidia, lakini nadhani tunahitaji, bado tuna safari ndefu. Waamini, naomba sio ninyi, waamini wa jimbo la Mbulu, tushirikiane, tuwezeshe chombo hiki ambacho kinatusaidia sana. Nimetumia muda mrefu kusema kwa ajili ya redio kwa sababu ya nafasi yao ya leo, lakini nikijua umuhimu wao katika kuinjilisha, katika kujenga uwezo wa jamii yetu, lakini pia katika kuhabarisha. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru pia kwa zawadi. Kwa upande ule wa zawadi, kile ambacho nimepewa hapa wakati ule nimekaa kwa ajili ya kushika mkono, leo kitaenda redio hapa. Kwa kweli ni asante yao, haitaenda kwenye operation. Angalau wakati mwingine hata kipindi maalum wapate wanywe hata maji ya kunywa. Kwa upande mwingine, wapendwa waamini, ninaomba tujitahidi kutimiza wajibu wetu wa kiimani. Hizi nyakati zetu zinahitaji umakini ndani ya familia kwa malezi na mifano mizuri ya kiimani ndani ya familia, mifano ambayo itatulinda wote tuwepo bado katika imani na kanisa, mifano itakayosaidia kwa malezi ya hawa wadogo na hata wengine wa nje. Tujitahidi katika anayejenga mema, anayetenda mema, huyo atapata baraka na atakumbukwa kwa mema. Yule wa kutenda mabaya, au tutakapolegeza na kuacha,
utaharibu mambo mengi, hata dhamiri kufa. Dhamiri iliyokufa inakuwa haijali haki, haijali chochote. Sikuzungumza sana kuhusu Herode. Ukizungumzia habari ya Herode siku ya leo, kuna mambo mengi. Herode wakati wake, yule mfalme, baada ya dhamiri kufa, yeye hakuogopa kuua. Alikuwa anaua hata familia yake. Aliua mke wake, alimuua mama mkwe, aliua na watoto wake watatu. Yaani akishakuwa tu na mashaka kwamba huyu ananipinga, anammaliza. Unafikiri alifikiaje hatua hiyo? Ni kusahau nafasi ya Mungu, kuelekeza kidogo. Na anakumbukwa mpaka leo, sio kwa mazuri kama mtu aliyeua. Hebu jaribu kuua leo, jambo lolote baya lililokosesha amani ya watu, kama litasahaulika. Tutende yaliyo mema, tuishi mema, tutakumbuka vizuri kwa mema. Hivi ndivyo ninalowaombea leo na katika mwaka huu. Lakini zaidi ya hayo, mafanikio yanatokana pia na kazi. Tukachape kazi kwa bidii. Tuko mwanzo wa mwaka, sisi sehemu kubwa tunategemea kilimo na wengine biashara. Kila kitu kinahitaji bidii na uaminifu. Tujitose, Mungu atabariki kila kitu kikifanywa kwa kweli, kwa namna halali na kwa kutegemea Mwenyezi Mungu. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru kwa yote, kwa kila kitu kilichofanyika leo, kwa zawadi, lakini pia kwa utume unaoendelea. Mungu aendelee kuwabariki na kuwalinda.